Hi. Hi. Yeah. It's okay? Okay, go. You've been called the Da Vinci of our time. What do you say to that? Absolutely ridiculous. I don't paint. And what do you say to your other nickname, the Merchant of Death? Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibandaumiza. Na leo tutaendelea na mfululizo wetu wa movie za MCU, na tutakuwa na movie ya Iron Man 1 iliyotoka mnamo mwaka 2008, na tukiachana na movie ya Blade, tunaweza sema Iron Man 1 ndio ilikuwa movie ya kwanza kabisa ndani ya ulimwengu wa MCU. Ingawa kwa upande wa timeline ya mpangilio wa muda ndani ya ulimwengu wa MCU, Captain America: The First Avenger ndio ilikuwa movie ya kwanza katika mfululizo wetu, kwa sababu ilitake place miaka 40, kipindi hicho cha vita kuu ya pili ya dunia barani Ulaya. Na Iron Man 1 ingawa ilitolewa na Marvel mwaka 2008, ila ndani ya ulimwengu wa MCU ilikuwa ni mwaka 2010, na director wetu sasa alikuwa Jon Favreau, ambaye kadirect movie mbalimbali kama Jungle Book iliyotoka mwaka 2016, na pia kuna The Lion King iliyotoka mwaka 2019. Na pia Jon Favreau ni mwigizaji, na wengi tulimuona ndani ya ulimwengu wa MCU kama Happy Hogan. Na kama tunavyojua, ulimwengu wa MCU umejaa siasa, na kama tulivyoona propaganda za jeshi la Marekani ndani ya movie yetu ya Captain America: The First Avenger, na ndani ya movie yetu ya Iron Man 1 pia kulikuwa na ujumbe mbalimbali kuhusu siasa za kimataifa ambazo zimebezi katika uuzaji wa silaha. Na kwa wale wanaofuatilia siasa za kimataifa, taifa la Marekani lilianza kuwa superpower kuanzia vita vikuu vya pili vya dunia miaka 40, na sababu kubwa ilikuwa kuanguka kidogo kwa uchumi wa nchi za Ulaya kwa sababu ya vita hii, na kusababisha mataifa mengi ya Ulaya kuwa katika madeni. Na taifa la Marekani sasa lilianza kuzikopesha hizo nchi, na kulikuwa na mwenye mkubwa sana wa kuuza silaha, wakisingizio kikubwa kuwa ukiwa na silaha nyingi za kibabe basi una uwezo wa kuilinda nchi yako. Na hadi sasa kuna kambi za kijeshi za Marekani takribani 750 nje ya ardhi ya Marekani, na hizi kambi sasa za kijeshi unaweza sema ni kama maduka ya silaha, na pia wanatumika kufundisha baadhi ya wanajeshi wa nchi husika. Na ili kufanikisha uuzaji wa hizi silaha, serikali ya Marekani huwa inafanya kazi na makampuni mbalimbali ya teknolojia. Mfano mzuri kwa sasa ni Boeing Corporation, ambapo tukiachana na utengenezaji wa ndege inahusika pia na utengenezaji wa silaha mbalimbali. Na katika ulimwengu wetu wa MCU sasa, na kama ulicheki review yangu ya Captain America: The First Avenger, tulikutana na kampuni moja inaitwa Stark Industry, ambayo hii sasa ilikuwa chini ya mchezi mmoja anaitwa Howard Stark, ambaye huyu Stark muonekano na haiba alikuwa anafanana sana na Nikola Tesla. Nadhani watu wangu wa physics watakuwa wanamfahamu vizuri Nikola Tesla. Na hii kampuni sasa kipindi hicho ilikuwa inauza teknolojia kwa taifa la Marekani pamoja na baadhi ya nchi za Ulaya katika vita vyake dhidi ya majeshi ya Nazi wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Na baada ya Howard Stark kufariki, sasa hii kampuni ya Stark Industry ikaja kumilikiwa na mtoto wake wa kiume anaitwa Tony Stark, ambaye baadaye ndiye alikuja kuwa Iron Man katika ulimwengu wetu wa MCU. Na katika ulimwengu wa uuzaji silaha duniani kuna vita kubwa sana kati ya wauza silaha pamoja na wapambanaji wa haki za binadamu. Na hii sasa ni kwa sababu uuzaji wa silaha ndio unaendeleza vita nchi mbalimbali duniani. Ila pia kuna mataifa makubwa ambayo yanatengeneza mshiko mkubwa sana katika uuzaji wa silaha. Mfano mzuri ni Marekani ndani ya umoja wa nchi za kujihami wa nchi za magharibi aka NATO. Ila pia kihistoria, utafiti katika teknolojia ya silaha umeleta mapinduzi makubwa sana kwenye ulimwengu wa teknolojia. Mfano mzuri, teknolojia ya internet ambayo ilianzishwa katika project za kijeshi ndani ya nchi za Marekani, Uingereza na Ufaransa. Na kama tujuavyo, teknolojia ya internet imebadilisha maisha ya watu wengi sana duniani. Na pia kuna teknolojia ya kutumia satellites ambayo ilianzishwa pande za Umoja wa Soviet na kuendelezwa na taifa la Marekani. Na teknolojia mwanzoni kabisa ilikuwa ni teknolojia ya mabomu ya masafa marefu. Na hata Manazi wa Ujerumani walikontribute katika utengenezaji wa teknolojia ya mabomu ya masafa marefu, ambayo teknolojia sasa ndio teknolojia inayotumika hadi sasa kupeleka satellite nje ya dunia. So movie yetu ya Iron Man 1, tukiachana kuwa ni movie ambayo ilimtambulisha Tony Stark kama Iron Man na kufungua milango rasmi ya ulimwengu wa MCU, pia ilijaribu kuutambulisha ulimwengu fulani hivi wenye utata kuhusu matumizi ya teknolojia ya kujilinda. Kuwa ingawa teknolojia ya silaha inaweza tumika kudhuru watu duniani, ila pia inaweza tumika kulinda maisha ya binadamu. So story yetu ya Tony Stark aka Iron Man ilihusu nini hasa?
Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wetu wa Vibanda Umiza, basi usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ndani ya channel yetu changa hii ya Vibanda Umiza na kupata review za movie na TV show mbalimbali kutoka mbele. Kwa historia fupi tu, Tony Stark alikuwa ni genius na alifanikiwa kuingia chuo cha kibabe nchini Marekani kinachoitwa MIT. Na kipindi hicho sasa alikuwa na umri wa miaka 14 na aligraduate akiwa na umri wa miaka 17, na akiwa na umri wa miaka 21 alirithi kampuni ya baba yake inayoitwa Stark Industry baada ya baba yake kufariki. Na kuhusu kifo cha baba yake tutadiscuss vizuri tukifika kwenye movie yetu ya Captain America 2 The Winter Soldier, ambayo binafsi naamini ni moja movie bora kabisa katika ulimwengu wetu wa MCU. Na Tony Stark baada ya kurithi kampuni ya Stark Industry aliendeleza idea ya baba yake za kuuza silaha mbalimbali kwa jeshi la Marekani na baadhi ya nchi washirika wa Marekani duniani kote. Na kutokana na biashara ya kuuza silaha sehemu mbalimbali duniani, Tony Stark alipachikwa jina la kiutani, yani mfanya biashara wa vifo, yani kwa lugha mashinzini walikuwa wanamuita The Merchant of Death. Na hii kitu ilimsababisha kuandamwa na watu wake za binadamu, ikiwemo mwandishi wa habari kindakindaki anaitwa Christine Everhart. Na kwa upande mwingine, meneja wa kampuni ya Stark Industry ambaye alikuwa anashughulikia issue za uuzaji wa silaha alikuwa ni mchezi mmoja anaitwa Obadiah Stane, ambaye nafasi sasa ilikuwa inachezwa na Jeff Bridges. Na kwa wale wapenzi wa TV show ya Old Man, nadhani wanaweza mjua huyu mchizi. Na Obadiah Stane sasa alikuwa ni mmoja wa marafiki wakubwa sana wa marehemu baba yake, na ndiye alikuwa anamsaidia Tony Stark katika uendeshaji wa kampuni ya Stark Industry. Ingawa sasa kiuhalisia alikuwa na wivu mkubwa sana na alikuwa na mpango wa kuichukua hii kampuni ya Stark Industry kutoka katika umiliki wa Tony Stark. Na pia tulikuwa na Virginia Potts maarufu kama Pepper Potts, na huyo sasa alikuwa ni msaidizi wa karibu wa Tony Stark, ambaye alikuwa ni kama secretary fulani hivi wa Tony Stark ndani ya kampuni ya Stark Industry. Na mtu wa mwisho muhimu alikuwa si mwingine bali ni kipuppet cha Tony Stark ndani ya jeshi la Marekani, na huyu hakuwa mwingine bali ni James Rhodes aka Rhodey, ambaye huyu sasa alikuwa ni kanali ndani ya jeshi la Marekani na alikuwa anamsaidia Tony Stark kuchukua madini mbalimbali ndani ya jeshi la Marekani na nje ya jeshi la Marekani. Ila kuanzia Iron Man 2 hadi movie nyingine za MCU tulikuwa na mwigizaji mwingine kabisa kwa sababu mbalimbali za kimaslahi. Na movie yetu inatupeleka nchini Afghanistan, ambapo huko sasa tunakutana na Kanali James Rhodey akimsaidia Tony Stark kuuza silaha inayoitwa Jericho, ambayo hii sasa ilikuwa ni bomu la masafa marefu ambalo lilikuwa linajigawa na kuwa mabomu mbalimbali. Na baada ya uuzaji wa haya mabomu aina ya Jericho, gari yao inalipuliwa na kundi moja hivi la kihalifu linaloitwa Ten Rings. Na ili kundi tutalizungumzia vizuri katika mfululizo wetu wa movie za MCU tukifika katika movie moja inaitwa Shang-Chi The Legend of Ten Rings. Na kiongozi wa kikundi cha Ten Rings ndani ya Afghanistan alikuwa mchezi mmoja anaitwa Raza. Na kwa bahati mbaya sasa, baada ya kulipuliwa kwa gari la jeshi la Marekani, Tony Stark anatekwa na likundi la Ten Rings branch ya Afghanistan. Na kwa bahati mbaya zaidi sasa, kuna vipande vidogo vya bomu viliingia ndani ya mwili wake, na hivi vipande vilikuwa vidogo mno kiasi kwamba vilikuwa vinachogea taratibu kuelekea upande wa moyo wake, na kama vikifika kwenye moyo wake, basi huo ndio ungekuwa mwisho wa maisha ya Tony Stark. Ila kwa bahati nzuri sasa kulikuwa na mateka mmoja ambaye alikuwa ni engineer wa electronics, na mchizi sasa huyu alitengeneza kifaa special kifuani kwa Tony Stark, ambacho hichi sasa kilikuwa na sumaku na kilikuwa kinazuia vipande vidogo vya chuma ndani ya mwili wa Tony Stark kufikia kwenye moyo wake. Na hapa kwa wale wanangu wa physics, principle ni simple tu, kwa sumaku huvuta chuma, na hiki kifaa chenye sumaku kilikuwa kinazuia hizo chembe za chuma kufikia moyo. Na hiki kifaa kilikuwa kinahitaji umeme, na engineer alitumia betri ya gari kukichaji hiki kifaa. Na engineer sasa alikuwa anaitwa Ho Insen, ambaye pia alikuwa ni raia wa Afghanistan. Na baadaye tulikuja kugundua kuwa Obadiah Stane, meneja huyu wa Stark Industry, ndiye aliwakodi Ten Rings kushambulia msafara wa jeshi la Marekani na kumuua Tony Stark. Ila sasa walipogundua kuwa mtu aliyemtuma kumuua alikuwa ni Tony Stark, wanaamua kubadilisha gemu na kumweka mateka Tony Stark kwa nia kuu mbili. Ya kwanza, kumtumia Tony Stark kwa njia ya kumkotoa Obadiah Stane kufanya kitu anachokihitaji, ikiwemo kupata silaha kutoka Stark Industry, na sababu ya pili ni kumtumia Tony Stark kutengeneza ile bomu la Jericho.
ila Tony Stark kwa msaada wa engineer Hall Hinson wanafanikiwa kutengeneza suti ya kwanza kabisa ya Iron Man, na hii suti ilikuwa inatumia generator special kabisa ambao kwa lugha ya machinzini tunaita arc reactor, ambao hii sasa haikudesigniwa na Tony Stark. Design yake ya kwanza kabisa ilikuwa chini ya baba yake Howard Stark na mwanasayansi mmoja kutoka Umoja wa Nchi za Soviet, ambaye story yake sasa tutaifahamu vizuri tukiingia katika review ya Iron Man 2 katika mfululizo wetu wa movie za MCU. Na kwa bahati nzuri suti inakamilika, na ndani ya ulimwengu wa MCU hii suti ni maarufu kama Mark 1. Na kwa bahati nzuri baada ya mapigano makubwa sana katika mapango ya kikundi cha Ten Rings, Tony Stark anafanikiwa kutoroka, ila kwa bahati mbaya sasa Hall Hinson anafariki dunia, na kabla ya kufariki kwake anamwambia Tony Stark kuwa asipoteze muda wake akiwa bado yupo hai, na yeye kufa kwake kulikuwa ni swala la muda tu, na ni muda mwafaka wa yeye kukutana na familia yake ambayo pia ilikuwa imeshauawa kitambo hicho. Na hiki kitu sasa kilibadilisha kabisa mtazamo wa Tony Stark kuhusu maisha na mwelekeo mzima wa kampuni yake ya Stark Industries. Na baada ya kurudi Marekani mbele ya kadamnasi pamoja na waandishi wa habari, Tony Stark kama CEO wa Stark Industry akaamua moja kwa moja kuacha kutengeneza silaha na kuanza kufocus kwenye teknolojia kwa ajili ya kusaidia na kuimarisha maisha ya binadamu. Na hiki kitu sasa kiliwashtua watu wengi sana, kuanzia msaidizi wake Pepper Potts hadi mshirika wake ndani ya jeshi la Marekani, Kanali James Rhodes. Ila kwa ubaya zaidi hiki kitu kilimshtua sana meneja wake Obadiah Stane. Kumbuka mchizi huyu ana mpango wa kumuua Tony Stark na kumiliki Stark Industries, na biashara anayoipenda zaidi ilikuwa ni biashara ya uuzaji wa silaha, ambao kiuhalisia tukiachana na biashara ya madini kama dhahabu na mafuta, biashara ya silaha inalipa sana ulimwenguni kote. Na kwa upande mwingine Tony Stark aliweza kuimprove maisha yake kwa kutengeneza reactor mpya kabisa na iliyo bora kuliko ile aliyotengeneza alipokuwa pande za Afghanistan ndani ya mapango. Na pia tuliona Tony Stark akaanza kufanya utafiti wa kutengeneza suti mpya kabisa kutokana na design ya suti aliyotengeneza akiwa pande za Afghanistan. Na hii suti kwenye ulimwengu wa MCU na kwa lugha ya machinzini tunaita Mark 2, na hii suti ilikuwa inatumia artificial intelligence moja inayoitwa Jarvis. Nadhani kwa wale watu mliofuatilia review zangu za movie za Terminator tunajua vizuri nini maana artificial intelligence au kwa kifupi AI. Na hii suti ilikuwa fresh sana, ila sasa ilikuwa ina uwezo wa kusafiri umbali mrefu angani kwa sababu ya baridi kali. Yani baridi ikiwa kubwa sana, system nzima ilikuwa inafeli, na hii ni common sana hata katika simu zetu za mkononi. Kuna joto fulani hivi simu zetu inahitaji ili ifanye kazi vizuri. Joto likiwa chini sana inazima, na joto likiwa kubwa sana kuna uwezekano mkubwa wa simu zetu kulipuka. Na hii suti ya Mark 2 ilikuwa ina tofauti na system nyingine zote zile za kompyuta. Na kusolve matatizo yote ya Mark 2, Tony Stark alidesign suti nyingine ambayo ilikuwa ni bora zaidi kuliko Mark 2, kuanzia kwenye ufanisi hadi kwenye muonekano, na ndo suti maarufu tunayojua sisi yenye muonekano wa rangi ya dhahabu na nyekundu. Na hii suti ndani ya ulimwengu wa MCU ni maarufu kama Mark 3. Na kwa upande mwingine sasa Obadiah Stane alikuwa anaendelea na biashara zake za kuuza silaha nchini Afghanistan, na huyu mwandishi wa habari Christine Everhart anampa taarifa kuwa silaha zake za Stark Industry zilionekana nchini Afghanistan chini ya kikundi cha Ten Rings. Na hapa sasa huyu mwandishi wa habari alimlalamikia Tony Stark kuwa alidanganya umma watu fanya tena utengenezaji na uuzaji wa silaha, ila hizo picha zinatoa fikra tofauti. Na hapa sasa tulipata nafasi ya kwanza kabisa kumuona Tony Stark kama superhero kwenye vazi la Iron Man, na anaamua kusafiri kuelekea pande za Afghanistan kwa nia ya kuokoa wanakijiji, na kwa bahati nzuri anafanikiwa kupambana na wajamaa wa Ten Rings na kuokoa wanakijiji. Na hichi kijiji ni kijiji ambacho engineer Hall Hinson alikuwa akiishi kabla ya kufariki kwake. Na wakati anarudi na kuingia anga la Marekani, jeshi la Marekani linatambua uwepo wake, na ndege mbili za kijeshi zilienda kumshambulia. Na ili kujiokoa sasa asiuawe, anaamua kujitambulisha kwa Kanali James Rhodes kwa kutumia mawasiliano ya simu, ambao yeye Sir James Rhodes kwa kutumia nguvu yake ya kisiasa ndani ya jeshi anamuokoa Tony Stark. Na baadaye sasa tunamwona Obadiah Stane anaamua kwenda pande za Afghanistan na kukutana na Raza, kiongozi huyu wa Ten Rings pande za Afghanistan. Ila mpango wake sasa ulikuwa kumuua Raza pamoja na wenzake ili kuondoa ushahidi wote ule wa yeye kuhusika katika mpango wa kumuua Tony Stark. Na huko sasa alipata nafasi ya kuiona Mark 1 ambao Tony Stark aliacha jangwani baada ya kujiokoa kutoka kwenye mikono ya Ten Rings.
Na baada ya Obadiah Stane kumwaraza na wafuasi wake, anaamua kuchukua hii suti na kurudi nayo nchini Marekani kwa nia ya kuiboresha na maybe kuweza kupambana na Tony Stark. Ila madhumuni yake makubwa sasa ni kuanza kutengeneza suti nyingi kama hizi kwa nia ya kuziuza kama silaha ulimwenguni kote. Na katika hii scene sasa tulipata nafasi ya kuona Sonic Teza, na kabla kuijua fresh Sonic Teza, nadhani washikaji wengi wanaocheki movie za mbele washawaiona Electric Teza, ambayo hii sasa inatumika sana na jeshi la polisi la Marekani kutetemesha wahalifu na kuwafanyia paralyze na kuwakamata kwa urahisi. Ila Sonic Teza kazi yake pia ilikuwa kuparalyze mwili kama inavyofanya Electric Teza. Ila utofauti wake sasa, Sonic Teza ilikuwa inatumia sauti ambayo kisayansi huwa tunatumia neno sona au sonic. Na hii inafanya kazi kwa kusafirisha sauti yenye mzunguko mkubwa kwa sekunde ndani ya mwili wa binadamu na kusababisha mwili wa binadamu kuparalyze kwa muda wa dakika 15. Na mtumiaji wa teknolojia sasa lazima atumie vifaa special masikioni ili kuzuia hii sauti kuingia ndani ya mwili wake. Na kwa wale wanangu wa physics, ninaposema sauti yenye mzunguko mkubwa kwa sekunde na maanisha high frequency. Na kwa upande mwingine, Tony Stark anamtumia msaidizi wake au Pepper Potts kwenda kudukua data za kampuni yake ili kujua ukweli wa mizigo ya silaha ambayo ilipelekwa pande za Afghanistan bila ridhaa yake. Na malengo yake mengine sasa yalikuwa kutafuta silaha zote za Stark Industries ulimwenguni kote na kuziharibu. Na baada ya Pepper Potts kuingia kwenye ofisi ya Obadiah Stane na kuhaki data za kompyuta yake, hapa sasa Pepper Potts anagundua kuwa Obadiah Stane ndiye mtu aliyekuwa nyuma ya njama zote za mauaji ya Tony Stark. Na kwa bahati mbaya sasa Obadiah Stane naye pia anagundua kuwa Pepper Potts anajua kuwa anahusika na njama za kutaka kumuua Tony Stark. Na hiki kitu kilimpa panic Obadiah Stane na kuamua kufanya maamuzi mazito. Na suti ya mfano wa Mark 1 ambayo ilitengenezwa na maengineer wa Obadiah Stane kwa kukopi teknolojia ya Mark 1 kutoka Afghanistan ilikuwa na misi teknolojia moja ambayo ni chanzo cha nishati ambayo inaweza kuiwasha hiyo suti. Na hiki kitu maengineer wa Stark Industries walishindwa kutambua. Na njia pekee ya kuweza kutumia suti mpya iliyotengenezwa kwa mfano wa Mark 1, Obadiah Stane anaamua kumparalyze Tony Stark kwa kutumia Sonic Teza na kuchukua hii akili reactor iliyokuwa kifuni mwa Tony Stark. Na hii sasa ilikuwa ni win-win situation, kwa sababu kuchukua hii power kungesaidia kuiwasha suti yake mpya na pia kungesababisha kifo cha Tony Stark, kwa sababu vipande vya chuma ambavyo vipo ndani ya mwili wake vingeweza kusafiri kuelekea kwenye moyo wa Tony Stark. Ila kwa bahati nzuri sasa Tony Stark anatumia hii akili yake ya ziada na kujiokoa. Na kwa upande mwingine, Pepper Potts anafanikiwa kumpa taarifa Kanali James Rhodes kuhusu ishu nzima ndani ya Stark Industries, na pia anakutana na maafisa wa Agent of S.H.I.E.L.D. Na hapa pia tunakutana tena na Agent of S.H.I.E.L.D. Phil Coulson. Kipindi hicho alikuwa bado hajakuwa director wa Agent of S.H.I.E.L.D. Kumbuka kipindi hiki ni kipindi ambacho director wa Agent of S.H.I.E.L.D. hakuwa mwingine bali ni mtu mzima Nick Fury. Na baadaye tulifanikiwa kuona mapambano makubwa sana kati ya Obadiah Stane na Tony Stark. Na Tony Stark alifanikiwa kumdhibiti na kusababisha kifo cha Obadiah Stane kwa kutumia teknolojia. Yaani pigo la kwanza kabisa ilikuwa hii suti ya Obadiah Stane ilikuwa haiwezi kufika anga ya mbali kwa sababu ya baridi. Kumbuka muda huo Tony Stark alikuwa akitumia hii suti ya Mark 3 ambayo ilikuwa imesawazisha matatizo yote ya suti ya Mark 1 pamoja na suti ya Mark 2. Na pigo la pili sasa, Tony Stark alitumia akili yake kubwa inayotumiwa ndani ya Stark Industries, ambayo baada ya kuwashwa na Pepper Potts ilisambaratisha kabisa suti ya Obadiah Stane na kusababisha kifo chake. Ila sasa kuna ishu kubwa pale ilitokea. Mapigano yote haya kati ya Obadiah Stane na Tony Stark yalitokea mbele ya kadamnasi, na wananchi wengi sana walistaajabu kitu gani hasa kilichokuwa kinaendelea ndani ya empire ya Stark Industries. Na swali kubwa zaidi sasa lilikuwa nani yupo nyuma ya hili vazi la Iron Man. Ingawa Kanali James Rhodes alitumia siasa kuiaminisha kadamnasi kuwa walichokiona ilikuwa ni matatizo ya kiufundi kwenye baadhi ya maroboti ndani ya Stark Industries, kuna kitu kimoja cha ajabu sana Tony Stark alikuja kukifanya hapo baadaye kwenye mkutano wa waandishi wa habari na kadamnasi. Na mbele ya kadamnasi na waandishi wa habari wote, Tony Stark aliamua kusema kuwa yeye ndiye Iron Man. Sasa ndo nakuwa mwanzo wa maisha ya Tony Stark kama superhero anaenda kwa jina la Iron Man.
na baadaye atakuja kuwa mmoja wa viongozi wa juu kabisa wa kundi la Avengers. Na huo sasa ndo unakuwa mwisho wa review yetu ya Iron Man 1, na kwa review zinazofuata ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, stay tuned.